na kila ufalme. Mwanamke tutuzama. Mwanamke alikuwa kama lidi. Ezekieli 16 mstari wa 32. Inasema mke wa mtu aziniye akaribishaye wageni badala ya mumewe. Atimua na mwanamke wa mtu ambao kwa bwana wake anakaribisha ama afanya tendo la ndoa na watu wengine ambao sio bwana zake. Anaitwa nini? Kahaba ama msinifu. Ya kwamba huyu mwanamke huyu ni mtumishi wa Mungu. Waefeso Wakorintho wa pili 11 fungu la pili. Wakorintho wa pili 11 fungu la ngapi? 11 fungu la pili. Linasema maana nawaonea wivu wa Mungu kwa kuwa naliwapozea mume mmoja ili mlete Kristo bikira safi. Hivyo Kristo alitoa bikira safi mmoja, mwanamke mmoja, bwana mmoja. Ndio maana mpango wa Mungu ni kwamba watu wawe na mke mmoja, sio wake wawili ama watatu. Tabia hii ya kuwa wake watatu na watano ni tabia ya usharati na ni tabia ambao ndio maana dini zingine ambazo tunazoongea hapa ya kwamba dini zingine ambao tunazijua ya kwamba zinafundisha watu wa kwamba atakuwa mfuasi wa dini hiyo umeruhusiwa kuwa wanawake nini zaidi ya mmoja, zaidi ya mbili ama mpaka wanne. Ya kwamba sina uwezo wako leo ya kwamba Mungu aliruhusu kwamba Yesu kama Bwana ni mwanamke mmoja. Yesu alitoa bikira safi mmoja. Ya kwamba bikira safi mmoja ndipo Yesu akasema kwamba mwanamke huyu akaonekana kwamba ni mwanamke kahaba. Swali ni hili, mwanamke hivi alikuwa ni kahaba? Tumishi naam, kitabu cha Proverbs 7:10. Kitabu gani? Proverbs Methali 7 mstari ni wa 10. Fungu la 10. Linasema mstari wa 10. Anatazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba. Hivyo kuna mavazi ya kikahaba. Kuna vazi la kikahaba. Ndio maana watu wengi wanafikiri kwamba ya kwamba ndio maana hapa kumejaa makahaba. Habari hii ni jiji wanawake wengi makahaba. Wakiwa ni bibi za watu makahaba. Bibi za watu makahaba. Hapa kuna makahaba mengi sana. Ya kwamba akapatikana mwanamke akiwa amevaa vazi la kikahaba. Vazi tuishi. Vazi kama ni vazi gani tuishi wa Mungu? Timotheo wa kwanza 2:9. Inasema aje? Hivyo. Mavazi ya makahaba. Vazi la kikahaba ndio hili basi. Vivyo hivyo. Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 9. Vivyo hivyo. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Wanawake wavae mavazi ya adabu. Endelea. Pamoja na adabu nzuri. Na moyo wa kiasi. Asikuwa kusuka nywele. Hivyo mwanamke yote ambaye anaisuka nywele kwa kujua na kutojua ni nini? Ni kahaba. Very simple. Mwanamke yote ambaye anasuka nywele pasipo kujua na anasema yeye ni Mkristo na hajaiona fungu kama hilo, ni kahaba, akatae asikatae. Biblia inasema kwamba mwanamke atakutwa amevaa vazi ya kahaba. Mwanamke yote ambaye ako na vazi lisilofunika uchi wake ni kahaba. Kuna kitu anataka kutoka kwa wanaume. Kuna kitu anataka. Yaani swali ni hili. Mtu akitaka kitu anaita. Kuna msemo kwa Kiswahili unasema hivi ya kwamba action speaks what? Louder than words. Ya kwamba si lazima mwanamke kuongea kilala na bibi. Atakufungulia mapacha, uone mapacha, ufanye nini? Umuite fulani yeye. Ndio maana wanawake wengi hapa ni makahaba, mashoga.
ongeze kumbukumbu. Sababu kumbukumbu la Torati. Kwa kule maandiko. 22 kumbukumbu la Torati. 22 mstari wa 5. Soma. Alinasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Mwanamke asivae mavazi yanayompasa mwanaume. Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Asivae mavazi ya mwanamke. Kwa nini? Inaendelea kusema kwa nini? Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Ufunuo 22. Watu kama hao mbinguni hakuna. Watu wanaovaa mavazi yasiyopasa. Mwanaume akivaa vazi la kike basi mbinguni hakuna. Mwanamke akivaa vazi la kikahaba na avae mavazi yasiyompasa ambayo ni ya kiume basi mbinguni hakuna. Hata kama ni pastor, hata kama ni reverend mwanamke, mbinguni hakuna. Kama reverend nani? Natasha. Sio hiyo? Naam. Rosi Natasha reverend. Sasa reverend jina ya Mungu kwanza. Kwanza reverend jina ya Mungu. Sio ni Mungu mwanamke. Mungu mwanamke. Sababu ndio maana watu tumekuwa wapumbavu bila kujua mambo ya Mungu. Ufunuo. Watu hawataenda mahali popote. Kila anayevaa mambo hayo, kuvaa mavazi yasiyokupasa, inafaa machukizo. Na anayevaa machukizo ataingia mbinguni. Sababu Mungu. Ufunuo 21:27. Inasema hivi. Na ndani yake, huko mbinguni, ama Yerusalemu pia. Wacha tuanze na mstari wa kwanza. Inasema kisha nikaona mbingu mpya. 27 inasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo. Hivyo yeye anafanya machukizo kama nini? Kuvaa kama mwanaume. Kuvaa vazi ya kiume, ama mwanaume kuvaa mavazi ya kike. Machukizo hautaingia mbinguni mapema. Tumekuambia mapema ujue kama utaingia mbinguni. Lakini kama unataka kuingia mbinguni, basi vaa mavazi ya kujistiri. Vazi la kike la kujistiri ni vazi gani kutulisha Mungu? Kitabu cha Naumu 3:5. Naumu 3:5 inasema ili mwanamke wa Mungu, ili mwanamke Mkristo aonekane ni mtu wa Mungu, lazima avae vazi la kujistiri. Vazi gani? Inasema tazama mimi ni juu yako. Yaani Yesu ako juu yake. Asema Bwana wa majeshi. Bwana wa kanisa lake. Nami Bwana nitafunua marinda yako. Atafunua marinda ya bibi yake kama mwanamke wake mbele ya uso wako. Kwa atafunua marinda. Marinda ni vazi gani kutuja? Ya kike. La kike dress. Ya kama mavazi ya kike ni rinda. Hii nguo mrefu ya wanawake. Hii ndio vazi la adabu la wanawake. Na rinda ifika huko chini, sio hapa juu. Na imepigwa siriti tena. Hapana. Sio kama imefika hapa juu kwa mapacha hapa. Imepigwa siriti. Hapana. Rinda liwe na heshima na adabu. Basi la rinda. Na basi la kiume mtumishi wa Mungu. Basi la kiume. Danieli 3:21. Inasema Danieli 3 mstari wa 21. Basi la kiume ndio ni basi. Wale wanaandika wasema inasemaje? Basi watu hao wakafungwa. Wanaume hao wakafungwa wanaume watatu. Wacha tuanze na 20. Kisha akaamuru baadhi ya watu mashujaa ya jeshi lake wafunga Shadraka na Meshaki na Abednego. Wanaume hao watatu wakafungwa. Endelea. Basi watu hao wakafungwa. Watu hao wanaume wakafungwa. Hadi wamevaa suruali zao. Waachia hapo nini? Wamevaa suruali zao. Suruali ni vazi gani? Ni long trouser. Ni trouser yani. Hivyo kila mwanamke amevaa trouser.
Anafanya machukizo mbele ya Mungu. Na ataingia mbinguni ama ataingia mbinguni. Kwa maana Mungu aliyokuwa mwanamke vazi lake la rida. Mwanamke ni jiko. Mwanamke vazi lake la rida. Kwa nini? Usizuie neno lolote.